msikae. Nilikuwa naomba wakuu wetu, naomba tukae tu. Maaskofu wetu wa majimbo, natamani tuwe huku mbele, niwatambue pamoja na kamati zenu, tuwe huku mbele japokuwa wengine tumewapa majukumu. Ningependa kutambua uwepo wa askofu wa jimbo la Magu na kamati yake. Mnipungie mkono mahala mliko. Naomba mkae hii line ya mbele pamoja na maaskofu wetu. Lakini napenda kufahamu pia uwepo wa askofu wetu wa jimbo la Bunda pamoja na kamati yake kama yuko, japokuwa yuko kwenye majukumu. Asante. Askofu wetu wa jimbo la Musoma. Wengine sijawaona, wako kwenye majukumu. Asante. Askofu wetu wa jimbo la Loria. Asante. Askofu wetu wa jimbo la Tarime kutoka Bariadi. Askofu wetu kutoka Maswa na kamati yako. Asante. Askofu wetu kutoka Kwimba. Asante. Kutoka Misungwi. Askofu kutoka Misungwi. Nilimuona katibu kule nje. Mkae mbele, mtu wa Mungu. Najua mko kwenye majukumu, lakini kwa wakati huu itapendeza iwe hivyo. Askofu kutoka Ukerewe ameshafika. Asante. Namuona hapo Yehoshafat. Asante. Askofu kutoka Mwanza Kusini. Askofu kutoka Mwanza Kusini ndio mwenyeji wetu, pamoja na katibu wake yuko hapo. Kapariso nimemwona huko nje. Mwanza Kaskazini. Mungu atubariki. Ni kwamba tulikuwa tumesema muda wetu ndio huu. Naomba tukae sasa. Wale mnao tusaidia kule nje, asiwepo mtu wa kuonekana na shughulika na vitabu. Vitabu tunavihitaji, lakini tuvinunue baada ya shughuli hii. Basi kwa wakati huu, kama mnavyofahamu, siku ya leo ni siku ya muhimu, na nisingependa sana kuchukua nafasi hii kwa urefu. Ningeomba tu mtunza hazina wetu wa kanda, sijui yuko wapi, aje wasalimie tafadhali. Karibu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Pole na safari. Karibuni. Mbarikiwe. Baada ya yeye, nimlete makamu askofu wetu wa kanda hii ya Ziwa Mashariki akusalimie, na akimaliza kukusalimia atamleta askofu wetu wa kanda. Bwana asifiwe sana, watumishi wa Bwana. Na wasalimu katika jina la Bwana Yesu. Asanteni sana. Mmekuwa na kamati mbalimbali za mambo mbalimbali, lakini tunaposimama kwa ajili ya uchaguzi, kazi ya kamati inakuwa imeisha, inabaki kwa kazi yetu sisi na kutoa miongozo uchaguzi tunaufanyaje. Kwa hiyo hata maaskofu mliokaa kule, kwa heshima kubwa naomba tumje mkae huku. Kazi yenu imeisha. Mje mkae na wenzenu huko, mniletee tu nani za kupigia kura hapa. Na hata wale walioko kule nje kule, kama wananisikia, tunataka tuanze uchaguzi na sisi tunaenda kwa muda. Tumeona nidhamu kubwa sana kanda ya kaskazini tulikoanzia. Tumeona nidhamu kubwa sana Sumbawanga,
tumeona nidhamu ya hali ya juu Mbeya, tumeona nidhamu njema sana kanda ya kusini, tumeona nidhamu kubwa Dar es Salaam, tumeona nidhamu kubwa sana Morogoro, tumeona nidhamu kubwa kabisa Dodoma na Mwanza ambako ndiko mimi natoka. Natazamia kuona nidhamu ya hali ya juu ikiwezekana kuliko kote tulikopita. Kwanza niwasalimie kupitia jina zuri, takatifu, tamu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Niwashukuruni sana kwa maombi yenu. Tumekuwa na safari ya bila kupumzika. Hata hapa tukimaliza tu tunaondoka, tunakwenda kulala Geita. Kesho tunafanya uchaguzi Ziwa Magharibi. Tukimaliza Ziwa Magharibi tunaondoka siku hiyo hiyo, tunakwenda Tabora. Tukimaliza Tabora tunajiandaa kwenda Zanzibar kumalizia. Kwa hiyo mmetuombea, hatujapata shida ya safari. Sasa mshike mwenzako mkono, mwambie hongera kwa kuwa na akili nzuri. Naona kama hajakuelewa, mshike mkono mwambie hongera kwa kuwa na akili nzuri ya kuja kufanya kazi hii kubwa ya kumweka kiongozi wako. Wasio na kazi nzuri hata tukio kama hili watapuuza, watajifanya wako bize, lakini aliye na akili nzuri anakuja kumweka kiongozi atakayemuongoza ndani ya miaka 5. Nitumie nafasi hii kutoa shukrani zinazotoka kwenye sakafu ya moyo wangu kwa wajumbe wa kanda ya Ziwa Mashariki kwa kunichagua tena mimi kuwa katibu wenu mkuu kwa kipindi kingine cha miaka 5. Mbona wengine wanapiga makofi wamenuna? Hawa hawakuwapo Dodoma hao. Mlikuwa na haki kabisa ya kuniacha na wala nisingelaumu mtu, lakini nilipoona mmenirudisha tena kwa kura nyingi, lazima kila kanda ninayopita niwaambie na washukuruni sana, na niombe ushirikiano wenu na maombi yenu ili Mungu atutie nguvu tutimize yale maono ambayo baba yetu kiongozi wetu mkuu anayo. Sisi wasaidizi wake tuyasukume kwa nguvu sana. Sasa niwaombe mkae. Na mtumishi wa Mungu Profesa Binagwa Fulgens, niombe asimame awasalimie. Karibu. Bwana asifiwe sana. Tulipopita hapa jengo hili kwa halijakamilika, naona linakaribia kuisha. Asante kwa kutukaribisha. Tena ameandika jina zuri, ni kituo cha nguvu za nani? Za Mungu. Tunaongozana na mshauri wetu mkuu, mtumishi wa Mungu Livingstone Dennis. Mshauri wetu mkuu, nimkaribisha wasalimie. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Bwana.
Ninayo furaha Mungu kunipa nafasi tena ya kufika Mwanza. Na furahi kuwaona watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Hongereni kwa kazi ya Mungu ya kanda ya Ziwa Mashariki. Na kama alivyosema katibu mkuu, na mimi nitoe shukrani kwa Mungu na kwenu kwamba mmeniamini tena kwa miaka 5 hii nitumike katika nafasi hii. Na ukweli ni kwamba kwenye nafasi ya kamati kuu mimi ndio mdogo zaidi kwa umri wa kuwemo kwenye kamati kuu. Kwa hiyo nilikuwa na miaka 5 ya kwanza ya kujifunza nini kinaendelea huko kwenye kamati kuu. Sasa miaka 5 hii Mungu anipe utendaji wa kutosha. Bwana Mungu awabariki sana. Niwatakia uchaguzi wa baraka na wa mafanikio. Na naamini kwamba Bwana atawapa viongozi wazuri. Amina. Tunaongozana na mweka hazina wetu mkuu. Mweka hazina wetu mkuu, mtumishi wa Mungu Praygod Zawadi Mgonja. Nimkaribishe awasalimie. Watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Hata mimi namshukuru Mungu kwamba alipanga nizaliwe kiroho Mwanza. Na kuwa na kihuduma mbali, lakini Mwanza kwangu mimi ni kituo cha muhimu. Nilipookoka nilipokelewa na watumishi akiwapo Charles Kukuguru, ndiye mchungaji wangu wa kwanza. Alafu aliyenipeleka kanisa la Kilokole na kunifuata nyumbani pale Capri Point mpaka nikafikia kukaa kanisani kutulia alikuwa ni Gecha, Paulo Nyamagaka na Hangi. Kwa cheo cha duniani nilichokuwa nacho haikuwa rahisi kuingia kanisa kwa kuvutwa na vitoto vidogo kama Paulo. Lakini nguvu ya Mungu haina mtoto. Nikirudi namna hii nikikuta wanaendelea Maswi, Gecha, Paulo Nyamagaka, Hangi. Maana Biblia inasema ni wachunguze sana. Na wachunguza sana. Kama mnaendelea nitaiga imani yenu. Mkipungua naacha. Ila pia ni washukuru kwamba kazi yangu nilipewa hii GT ni kuangalia zaka. Ishara ya mtu kama amekuwa wa Mungu ni jinsi anavyotoa cha kwake ale Mungu. Kiona anabania bado. Majimbo yenu yote mimi siwajui kwa sura, na wajua kwa kazi. Najua mlivyoanza Rorya, najua mlivyoanza Serengeti, najua Tarime baada ya kugawa mlivyoanza wakina Mzee Rioba, na wajua kwa kazi ya maandishi. Mungu abariki majimbo yote, mnaenda vizuri. Sasa kwa kuwa Mungu amenileta tena kwamba niendelee na hiyo kazi kwa sababu mbili. Ama sijaifanya sawa sawa, ama nimefanya vizuri niendelee. Nacho kuomba, nimeletwa tena nikiwa mzee, nikudai zaka. Nirahisishie kazi. Hebu tuongeze makofi.
Sasa kwa heshima kubwa nataka nimlete kiongozi wetu, atawasalimia, atakuwa na neno la Mungu, atakuwa na maelekezo kwa uongozi ambao ulikuwepo, na atakapomaliza yeye mwenyewe atatoa maelekezo tupate wasimikwa 8 kwa kazi maalum ambayo tutawapa baadaye, na kazi itaendelea, na yeye mwenyewe ndiye atakayetoa maelezo kwa nini askofu mkuu hayupo. Yeye ndiye amebeba lile joho. Kwa heshima kubwa mimi nataka nimkaribishe sasa kiongozi wetu. Ongezeni makofi ya kutosha. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Naomba tukae. Ninafurahi kwa sababu tulipokuwa tunazunguka kanda zote wenzangu walikuwa wenyeji. Katibu mkuu alikuwa mwenyeji kaskazini, tukaja kati,